Sana katika mwendelezo wa programu yetu. Karibu sana 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 sana, nikaribishe sana katika mwendelezo wa programu yetu. Yes, tumeanza programu yetu jana na leo tuko day 2, siku 12 za kufanya mindset transformation. Leo tuko day 2. Programu yetu tunasema jinsi ya kutajirika. Jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani. Jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani. Safari ambayo inaanzia nyumbani. Safari ambayo inaanzia nyumbani. Safari ambayo inaanzia nyumbani. Okay, leo ni day 2. Leo ni day 2 out of 12. Leo ni siku ya pili. Tunaendelea kuleta mabadiliko ya akili au ya ufahamu. Nikukaribisha sana na naamini uko salama kabisa na hongera sana kwa mapambano. Jana tulikuwa tunaanza kuangalia utangulizi wa msingi wa mafanikio. Na tulijaribu kuangalia baadhi ya mambo ambayo naamini kama umeweza kuyapitia yatakuwa yamekusaidia. Kwa hiyo ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kwa sehemu ya darasa letu, karibu sana. Na hapa sisi tunaamini kwamba tuna nafasi kubwa ya kufanikiwa. Hili ni darasa la watu ambao wanaamini wanaweza kufanikiwa tena kwa kiasi kikubwa. Unajua maisha yakiwa magumu, kuna vitu vingi sana unaweza kuwa unawaza. Ni kama leo ukiwa unadaiwa kodi shilingi 100,000 au shilingi 50,000, unaweza ukadhani kwamba uwezo wako ni mdogo sana. Unaweza ukafikiri kwamba huwezi kufanya mambo makubwa. Watu wengi sana wamefanya maamuzi kwa kile wanachokiona kwa macho yao. Watu wengi wamefanya maisha ni sawa na kile ambacho kinatokea sasa hivi katika maisha yao. Sasa naomba nikutie moyo kitu kimoja ambacho watu wote waliofanikiwa walikuwa wanaona kinachotakiwa kuwa, sio kilichopo sasa hivi. Hiyo ndio kanuni ya watu waliofanikiwa. Kwa sababu mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuona miaka 3 ijayo, ana uwezo wa kuona mwaka mmoja ujao, anaweza tu kuona kesho. Yaani anaweza kuishi kesho leo. Huyu anafanya kazi na Mungu. Na kumbuka, huku duniani kuna kitu kinaitwa principles and law of life. Kuna kitu kinaitwa kanuni na sheria za maisha. Sasa kanuni na sheria za maisha zinafanya kazi kwa mtu yeyote anayeweza kuziishi. Sasa hii ni moja kati ya kanuni ya mafanikio, kwamba uwezo wa kuona kesho ukiwa leo, uwezo wa kuona miaka 3 ijayo ukiwa leo, uwezo wa kuona miaka 10 ijayo leo, utakuwa na furaha, utakuwa na hope, tumaini kubwa sana, kubwa sana. Sasa shida inayotokea, mindset ya kimaskini ni ya kuona hapa, ni ya kuona kwamba sasa hichi kiuchochoro mimi nitakifanyia nini? Ningekuwa na kwangu ningeanzisha mradi, ningekuwa na bustani ningekuwa na kwangu ningeanzisha bustani. Unaona mindset ya kimaskini? Na hiyo ndio kutafuna. Naomba nikwambie tu ukweli. Unateseka sasa hivi kwa sababu ya hali ulionayo, unaiona kama itabaki hivyo hivyo. Bwana, wewe ni mtu mzima. Hebu fikiria kwa mfano, miaka 3 iliyopita ulikuwa wapi? Miaka 10 iliyopita ulikuwa wapi? Kwa nini usiamini miaka 3 ijayo utakuwa mtu wa tofauti? Kwa nini usiamini miaka 10 ijayo utakuwa mtu wa tofauti? Mimi nimeingia Arusha 2015. Nilichokuwa nakiamini kwamba ahazi wa miaka 10 ijayo anaamliwa na ahazi wa leo. Kama nitasema mimi nimekuwa houseboy,
mimi ni houseboy, mimi nitafanyaje sasa, maisha ndio haya na nini, na anayejali. Lakini nilikuwa nafanya kazi nikiamini kwamba kuna siku moja mimi ni Ahazi mwingine, kwa sababu version ya Ahazi wa sasa hivi sio version ya Ahazi wa siku 10 zijazo, wa miaka 10 ijayo. Asa lazima umuone unayemtaka wa miaka 10 ijayo sasa hivi. Hiyo ndio tunaita imani, na ndicho Mungu anachokitaka. Anataka sawa, sasa hivi unahangaika kulipa kodi, haina shida. Watoto wako na struggle kwenda kwenye shule ambazo unatamani wasome, unahangaika, biashara haikui. Shida sio kwamba biashara haikui, shida ni kwamba unaona biashara yako ikienda wapi. Kwa nikupe siri, hatua ya kwanza ni kuanza kuona miaka 10 ijayo, kuanza kuona miaka 3 ijayo, kuanza kuona kesho. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya mafanikio. Kwa nini hiyo ndio hatua ya kwanza? Ni hatua ya kwanza kwa sababu, kwa mfano sasa hivi ukiwa unaona kesho, kuna jinsi utajiweka maandalizi kwa ajili ya kesho. Sasa hivi ukiwa unaona tumbo, unaona njaa inauma, ukishashiba unaridhika. Sasa uwezi ukashiba miaka 10 ijayo, uwezi ukashiba miaka 3. Ndio maana unakuta kila saa uko active, kazi. Mimi kinachonisukuma niendelee kuja kuongea na wewe, kwa sababu nimesha kuona wewe miaka 5 ijayo unaenda kuwa mtu wa tofauti. Mimi sijali sasa hivi unapitia hali gani, nachojali wewe ni kwamba sasa hivi si umeshaiona. Sasa hivi unapitia maisha magumu, si umeshaona. Kinachotakiwa ni kwamba unaona nini miaka 3 ijayo, unaona nini miaka 5 ijayo. Kuna statement moja anasema, pasipo maono watu waacha kujizuia. Ukiona mtu yuko careless, hajali muda, hajali pesa, hajali watu, hana kesho. Yaani huyu hana kesho. Na ukishakuwa huna kesho, huna maisha. Kwa sababu maisha sio leo, maisha ni kesho. Unaona nini kesho? Hawa ndio watu naozungumzia. Ndio maana programu yetu iko very clear, jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inayoanzia nyumbani. Kwa angalia statement, kuwa makini unaposikiliza masomo. Usiposikiliza kwa makini una confuse. Safari inayoanzia nyumbani, kwa sababu hakuna safari isiyoanza. Safari inayoanzia nyumbani. Na dream siku moja ya kuja kuwa na chuo kikuu, naandika mchoro, lakini siwezi. Nakumbuka mwaka 2012 baada ya kutoka Marekani, nilirudi na statement 2. Ya kwanza ilikuwa nasema, ni kitu ambacho tulikiona kule. Wakasema watu wote waliofanikiwa ni watu ambao wamekuja na suluhisho la matatizo fulani katika jamii, lakini kupitia kitu ambacho wanakipenda. Hii statement haikutoka, iliniingia sana. Watu wote waliofanikiwa ni watu ambao wamekuja na majibu, lakini kupitia kitu anachokipenda. Okay, nikasema okay, wow. Statement ya pili ilisema hivi. Statement ya pili inasema, dream, nitaitafsiri. Dream is not something you are waiting for. It's something you are working for. Ndoto sio kile kitu unachokisubiri, ni kitu unachokipigania. Nikasema okay. Kumbe ilinipa kuwaza tofauti kabisa kuhusu maisha. Na kwa kipindi kile kwanza nirudi chuo na niendelee na maisha mengine, na ile picha ilikuwa inatoki kwamba ndoto sio kitu unachokisubiri, ni kitu ambacho unachokipigania. Sasa swali linakuja, kwa nini kuna nguvu kubwa sana ya kuiona miaka 3 ijayo? Kuna nguvu kubwa sana ya kuona utajiri wa miaka mingapi ijayo? Utakuwa unapigania, kwa sababu
hautapata kitu ambacho hujakiona na hautapata kitu ambacho hujajiandaa nacho. Sasa ina maana cha kwanza tunaona, kwanza tunataka tuende wapi? Ni kweli leo nateseka, sina uhakika wa kupata 500,000 kwa mwezi. No problem, haina shida, lakini ninajiandaaje kuipata hiyo 500,000 kwa mwezi siku moja? Kwa sababu kwa mfano sasa hivi unalipwa labda tuseme 1,500,000 kwa mwezi. Juzi ndio nimeona, nilikuwa naongea na mwanafunzi wangu mmoja mpaka nikashangaa. Nitawapa story yake, na nilimwambia nitakuwa namsema kwenye vipindi, kwa sababu sasa msichukie kunipa story zenu, kwa sababu zinawafundisha pia watu wengine. Analipwa 1,500,000 kwa mwezi. Mimi nilishangaa, ni kusema la ukweli nilishangaa. Sikiliza, sio kama nasema kitu ambacho ni kuenjoy, wala hata sina huo muda mimi wa kutaka kumfurahisha mtu. Nilishangaa kama kuna watu wanalipwa 1,500,000 kwa mwezi. Hususan jinsi nilivyokuwa namfahamu, utendaji kazi wake, umakini wake na vitu kama hivyo. Okay, haina shida. Kumbe watu wanalipa hizi pesa. Labda unalipwa 300,000 kwa mwezi, labda unalipwa 500,000 kwa mwezi. Hujaridhika na hivi vipato. Swali, unataka kwenda wapi? Kumbuka somo letu ambalo tunaliangalia leo linasema hivi, kwani unataka kufanikiwa? Wacha nikuandikie hapa subjects ili nikiwa napiga story na wewe uweze kujua tunaongelea kitu gani. Somo leo linasema hivi, kwani unataka kufanikiwa? Swali liko katika swali. Labda nikuulize wewe, unataka kufanikiwa? Wewe ambaye leo umetoa muda wako kunifuatilia, kwani unataka kufanikiwa? Comment hapo chini. Ndio, nataka kufanikiwa. Sema tu ndio, nitaelewa. Kwa nini hili swali linaulizwa? Linaulizwa kwa sababu tunafahamu kwamba leo ukiongea na kila mtu kuhusiana na ishu ya mafanikio, ukamwambia vipi unataka kufanikiwa, atakwambia unachekesha, swali gani unaniuliza? Ni rahisi sana kwa mtu kumjibu hivyo kwamba huyu naye vipi, kwani mimi sitaki kufanikiwa? Lakini ni swali ambalo liko very sensitive. Maisha, nakumbuka mentor wangu alinifundisha mimi strategia. Mentors wawili ambao mimi nawakumbuka wamenitoa nilipo na nimefika leo. Mentor wa kwanza alinifundisha confidence. Alinifundisha hivi, alisema, ukitaka kuwa na confidence, hakikisha unapata muda unaofaa wa kufanya maandalizi. Kwa sababu anasema mama wa confidence, mama wa ujasiri ni maandalizi. Hakikisha unajiandaa kwa kile kitu unataka kufanya. Na akasema ujasiri ndio pesa kubwa sana duniani. Kwa nini? Chochote ambacho hutakiamini ukachukua hatua, watu watakuunga mkono. Ukisubiri watu wakuunge mkono kabla wewe hujajiamini, utakaa hujaamini na hakuna mtu atakuunga mkono. Leo kwa mfano ukiangalia, maisha ni magumu kwa sababu vitu vingi hujiamini. Haujiamini kwamba unaweza kufanikiwa, haujiamini kwamba wewe unaweza ukawa siku moja una project inaweza kukupatia 500,000 kwa mwezi. Hujiamini. Sio kwamba haiwezekani, ni kwamba hujiamini. Haya, mentor wangu wa strategia alinifundisha kitu kimoja. Akasema, huwezi kufanikiwa ikiwa hujui unachotaka. Huwezi kufanikiwa ikiwa hujui unachotaka. Somo letu linasema hivi, kwani unataka kufanikiwa? Nimeambia niambieni kwenye comment. Haya, Shadrack anasema ndio. Safi sana Shadrack. Ami anasema ndio. Safi sana. Ni swali ambalo linaweza likaonekana ni swali dogo, lakini ngoja nikupe siri moja. Mafanikio ni spiritual. Mafanikio hayatokei tu, yanaandaliwa kwanza kwenye ulimwengu ambao huonekani. Unaposema ndio, una ignite ndani yako kwamba umepokea kile kitu. Nikiwa nasema comment na kusaidia wewe
kile kitu kilicho ndani yako kitoke. Sasa kuna mtu anasema kwa nimsikilize tu huyu. Ni bora tu uzime nani? Mbona uzime hiyo kitu unasikiliza uende zako kufanya mambo yako mengine. Kwa sababu huwezi kufanikiwa. Mimi nilikuwa najisemea kabisa, lazima nifanikiwe. Nilikuwa najisemea lazima nifanikiwe. Kwa nini? Wanaofanikiwa ni nani? Na mimi niwe nani? Sawa, najua nimetokea kwenye background, kwenye historia ya watu ambao ndio hivyo tena. Wao ni wao na mimi ni mimi. Swali ambalo nilikuwa najiuliza, nawezaje kufanikiwa? Mentor wangu wa strategy alinifundisha kitu kinaitwa clarity. Inaitwa clarity. Clarity maana yake nini? Huwezi kupata kitu ambacho haukijui. Clarity maana yake imetoka kwenye neno clear. Clear maana yake inaonesha vizuri. Macho yako yasipojua unaenda wapi, utapotea. Sasa kwenye maisha, mtu anakuambia nataka mafanikio. Are you serious? Yes. Unataka shingapi? Mimi yoyote Mungu atakaonipa. Kila kiwango cha pesa kina gharama yake ya kulipa. Unataka nini? Nataka nitengeneze 500,000 kwa mwezi. Very nice. Safi sana. Sasa nilifundisha formula moja ambao Wachina wanaitumia, anasema hivi, sikiliza. Hii 500,000 inatisha. Siku zote kitu kikiwa kinaonekana kikubwa kinaogopesha. Angalia kinachotokea. Akasema hivi, Ahazi, sikiliza siku zote. Hii 500,000 unataka kuipata kwa muda gani? Tujalie unataka kupata kwa mwezi. Akasema, mwezi una wiki 4, igawanye kwa 4. Unapata 125,000 kila wiki. Akasema bado, hebu gawanya kwa siku za kazi. Usijitese, gawanya kwa siku za kazi. Gawanya kwa 5. Unapata 50,000. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Akasema, kama unajua kwamba kwa siku moja unabidi upate shilingi 50,000, jiulize swali lifuatalo. Sasa, hii 50,000 nikitaka niipate kwa siku, naifanyaje? Akanifundisha kitu kimoja ambacho kilibadilisha kila kitu maisha yangu. Akasema, sikiliza. Hii 50,000 usijiulize wewe unapenda, pima kiwango chako cha stress. Ngoja niulize swali. Hivi mmeshawahi kupima viwango vyenu vya stress? Safi sana, mmesema ndio. Sikuwa nimeona jamani. Wacha niwape shout out kwa sababu hiki ndio kitu ambacho nataka niwaambie ndio siri ya mafanikio. Usiposema, usipo declare. Ngoja niwafundishe kidogo mambo ya kiroho. Unajua kuna hivi vitu tunahangaika, tunaongea watu hawafanikiwi kwa sababu moja. Hamjajua siri. Siri ya mafanikio imefichwa kwenye ulimwengu ambao huonekani. Uzima na mauti vipo kwenye uweza wa ulimi. Ulimi lazima utamke, nataka kufanikiwa. Lazima utamke, mimi ni mshindi. Lazima utamke, mimi ni shujaa. Sasa hivi unapitia kwenye hali ngumu. Ila hali ngumu inaondoka kwa kutamka kwanza. Nikisema hivi, sema ndio kama nataka kufanikiwa. I mean it. Naelewa unachokisema. Sasa angalia, safi sana. Wote mmesema ndio, safi sana, na nimefurahi. Nimefurahi mno. Mliandika ndio kwa sababu mtapokea na mpokee. Sikiliza. Wow, umenisaidia rafiki yangu. Kumbe inaonekana nataka mahela mengi au? Bwana, ni 25. Poa. 25,000. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Alinifundisha kitu kimoja. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, lazima uelewe kiwango chako cha stress. Kiwango chako cha stress kinamaanisha nini? Kiwango chako cha stress kinamaanisha kwamba una uwezo wa kuhandle, una uwezo wa kuwahudumia wateja wa namna gani na kwa wingi kiasi gani. Nikupe mfano. Ikiwa unauza bidhaa ambayo labda unauza shilingi 1,000, labda katika hii bidhaa ya shilingi 1,000 unapata faida shilingi 500. Kumbuka ndio tunatafuta shilingi 25,000 kwa siku, si ndio? Manake unahitaji wateja wangapi ili uweze kupata 25,000 kwa siku?
unahitaji wateja 25. Umeona kinachotokea? Sasa tunakuja kujiuliza swali, kama utahitaji wateja 25 na mtu mwingine akawa na bidhaa ambayo anaiuza shilingi, labda tuseme shilingi 5,000, huyu anahitaji wateja 5, huyu anahitaji wateja 25. Unaona tofauti? Sasa swali linakuja, kupata wateja 25 kwa siku na kupata wateja 5 kwa siku, ipi ni rahisi? Naomba nimwandike kwenye comment. Naomba nirudie tena, na mwandike kwenye comment. Kupata wateja 25 watakao kupa 1,000 kila siku, na kupata wateja 5 watakao kupa 5,500, ipi ni rahisi? Andika 5 au andika 25 kwenye comment, alafu nitakuja kuwapa fumbo moja ambalo lilisaidia maisha yangu yalibadilika. Lilisaidia maisha yangu yalibadilika. Kutoka siku hiyo sijawahi kuamini nguvu kwamba ipo kwenye watu wengi. Kutoka siku hiyo nilikuja kuamini kwamba nguvu imefichwa kwenye kitu kimoja. Naomba nisitoe jibu. Naomba kwanza nyinyi mnisaidie kujibu hapa. Alafu mkisaidia kujibu nitakuja kuwaletea siri moja nzito sana. Siri moja. Mniandikie hapo. Mkifika 7 nitaendelea. Msipofika 7 mlionipa majibu nitapotezea. Swali langu linasema kupata wateja 5 watakao kupa 5,500 na kupata wateja 25 watakao kupa 1,000, ipi rahisi? Haya, nitakuja kujibu nikiona mmejaza hapo. Okay, mmefika wangapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kumbe mko very smart. Asante sana, nimewafurahia kwa kweli. Nimewafurahia sana. Yaani darasa langu la leo ni very nice. Haya, huyo anasema wateja 5, Isaac wateja 25, Rahisi wateja 5, anasema wateja 5. Naona 5 wameshinda. Hongereni. Very nice. Hii ndio principle nataka nikupe. Naomba utoke nayo na umuombe Mungu kila siku akueleweshe uelewe. Siku zote ukiwa unajitafuta, hiyo unataka watu 5 au 25, naomba nikufundishe kitu hiki kitakusaidia. Ukiwa unajitafuta, hakikisha una uwezo wa kuhudumia watu wachache, lakini wana uwezo wa kukupatia pesa nzuri. Naomba nirudie. Ukiwa unaanza kujitafuta, hii ndio kanuni ya maisha. Hudumia wateja wachache wanaoweza kukulipa pesa nzuri. Manake ni hii hapa. Ukitaka kufanikiwa, usitafute watu wengi. Ukitaka kufanikiwa, tafuta watu sahihi. Naomba nirudie. Ukitaka kufanikiwa, tafuta watu sahihi, sio watu wengi. Sasa angalia nilichofundishwa na mentor wangu. Leo nawapatia madini ambayo nililipia pesa nyingi sana. Sasa mimi nimewapenda bure. Wacha niwape kitu. Hakuna kitu kinaniumiza kama umaskini. Ndio maana clip zangu zote ukizisikiliza, siwezi kuacha kutaja neno maskini na tajiri. Nachukia umaskini. Naomba nirudie. Yaani nauchukia umaskini kwa sababu gani? Nakumbuka siku nimekosa shilingi 50. Shilingi 50 ya kuchota maji ya kisima, na mke wangu alikuwa mjamzito wa mtoto wetu wa kwanza. Jamaa alinirudisha. Huyu mbibi alinirudisha. Akaniambia nenda katafuta hela ndio uje uchote maji. Maji yenyewe ni ya kuchota kwa kuvuta kamba. Miaka 10 iliyopita. Umaskini kiasi gani unakosa shilingi 50 na mke wako ni mjamzito? Nachukia umaskini sijui yani yani sijui niwaambeje mnielewe. Nachukia umaskini kuliko sijui kitu kingine chochote. Na mimi naamini, mimi binafsi, kwa sababu ninavyochukia umaskini. Mimi naamini maskini ndio anaongoza kutenda dhambi. Imagine mke wako ni mjamzito,
umekosa shilingi 50 ya kuchota maji, unafikiri nini kinatokea hapa? Yaani nachukia umaskini rafiki yangu, yaani unielewe tu hivyo. Ukiona kwenye zile clip zangu na mention neno maskini kwa nguvu zote, sio kama na act, naelewa nachokiongea nyuma yanavyoongea. By the way, Mungu hajataka uwe maskini, ila Mungu alichokifanya amekupa uchague. Na nasema baraka ya Bwana utajirisha, wala changanye na huzuni nayo. Kikubwa nenda katika principle. Hizi ninazo kufundisha, sifundishi vitu ambavyo sifundishi mataputapu. Nisema tu ni kwamba nawafundisha kwa sababu ninafundisha general. Kila kitu ninachokiongea hapa kina kanuni nyuma yake. Kila ninachokiongea kina kanuni nyuma yake. Kwa nini nasema hiki? Kwa nini nasema hiki? Sema sasa kuna wakati tunafundisha tu general. Lakini Roma nikwambia ukweli, nachukia umaskini. Kama naona unasema unachukia umaskini, comment hapo chini. Sema mwalimu na mimi nachukia umaskini. Tuungane tuone tuko wengi au. Ndio maana unasikia nasema jinsi ya kutajirika. Maskini ni mtu ana. Yaani nachukia umaskini kuliko. Lakini hatuwezi kutoka hapo, sio kwamba tutatoka kwa kusema tunachukia. Tunatoka kimkakati. Tunatoka kwenye umaskini kimkakati. Umaskini mwingine tumetengenezewa. Of course, umaskini ambao leo tunapitia wakati mwingine ni project za watu. Sikiliza pia, lazima tuombeane sana. Yaani tuombeane sana kwa sababu hii ni safari ya ukombozi kama ukombozi mwingine wowote. Umaskini ni kifungo. Yaani umaskini ni kifungo. Kama unavyovunja laana zozote zile, umaskini pia ni laana kali sana. Kwa sababu umaskini ni matokeo ya ngome. Ngome ni mfumo fulani wa kufikiri, wa kuamini ambao umekufungamanisha, ambao umetoka kwenye maukoo wakati mwingine, kwenye misingi ya zamani. Hasa ile misingi imekufanya umekuwa hapo ulipo leo. Kwa hiyo sasa, kuondoka kwenye hayo minyololo, kwenye hayo mavitu yaliyokufunga, haiwezi kuwa rahisi. Lazima tutangaze kwamba tuutaki, lakini pia lazima tuende kimkakati kuubomoa, kwa sababu umeshonwa, umefumwa, yaani umesukwa katika namna ambayo kuchomoka ni ngumu. Leo kwa mfano kwenye familia yenu unakuta kwa mfano baba alikuwa maskini, baba maskini, anayefuata unafikiri nani? Wewe. Anayefuata watoto. Sasa angalia hii cycle. Hii cycle haijaenda kwa bahati mbaya. Okay, wale mlioenda shule kidogo. Baba alikuwa dokta, baba engineer, wewe mhasibu. Sikiliza, wote mpo kwenye cycle ya mateso kwa sababu wote mnategemea vinua mgongo. Kinua mgongo ambacho mtu anapata milioni 50 siku akistaafu. Hii pesa ukipambana ndani ya miaka 10 unaweza kujenga biashara inaweza kukupa milioni 50 kwa mwezi. Kwa mwezi. Sikiliza, kwa mwezi. Ndani ya miaka 10. Umesema nasimama nataka nijenge biashara itakayoniingizia 50 million ndani ya miaka 50, miaka 10 ijayo. Ndio kitu nasema hivi, umeona wapi? Umeona wapi? Kama umeona, utafikia. Sasa hao watu cycle yao ndio hiyo. Ni cycle ya kusubiria kinua mgongo, kujenga nyumba, basi. Kinua mgongo kujenga. Sasa ukitaka kutoka kwenye hii cycle hii, lazima uvunje mkataba. Yaani huu mkataba ni mgumu. Ndio maana wakati mwingine, hii ni siri, Mungu akiwa na mpango na wewe wa kufanya project nzito, project ambayo ni heavy, akishagundua uko kwenye umaskini ambao una kimnyororo fulani kizito sana, huwa anakuhamisha, anakuondoa kwenu, anakupeleka mbali kabisa. Sikiliza, mimi nimetokea Makambako ndani huko. Sio Makambako ambayo unaijua wewe mjini. Ndani niko Arusha. Niliwahi kukaa Arusha miaka 7, sijawahi kurudi nyumbani. Why? Kuvunja ile minyololo ile ya umaskini. Yaani kuna minyololo fulani unakuta kabisa. Sijui niwaambiaje. Yaani sijui mnanielewa. Ngoja nione nyinyi mnachukia umaskini kweli? Kumbe mpo mnaichukia umaskini. Safi. Haya, anasema anachukia umaskini. Safi, chukia na utangaze. Safi kabisa, Bartholomeo anachukia umaskini. Safi sana. Yaani lazima tuuchukie. Sipendi na kabisa. Safi. Yaani usipochukia. Utoboi. Autoboi. Na umaskini ni mindset. Umaskini ni mindset. Ukisikia neno mindset ni ngome. Umaskini. Okay,
Kuna kitu hamuelewi. Umaskini ni mindset. Mindset manake ni ngome. Ngome manake ni mawazo konkodi. Ni mawazo yaliyojiattach. Yani kuna jinsi unafikiri umeamini kama ni sahihi, lakini unateseka. Kuna jinsi unaamini kwamba mambo yanaendaga hivi. Hatufanikiwi kwa sababu huwa tunafanya hivi. Tunafanya ni sahihi. Familia haina maktaba, haina vitabu, haina garden. What are you expecting, my friend? Hai, familia haina mkakati wa kozi. Hakuna kujiendeleza. Haya, wale waliofanikiwa kwenda shule kidogo wampata ka degree, ka masters, amekana ka masters kake, vitabu hakuna. Hakuna kujiendeleza. Hauna daftari la kuandika ideas kila siku. Lazima uwe maskini. Haya, mwingine ndio anapata labda kamilioni kwa mwezi. Anajiona ndio amefika. Rafiki yangu, unazungumzia milioni moja kwa mwezi. Wanatengeneza 1 million per day. Wanatengeneza pesa kwa siku. Unategemea hiyo cycle ni ya kiasi gani? Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu wa kasi, ulimwengu wa speed. Tunategemea kwamba kwenye ulimwengu tulionao sasa hivi watu ambao wanafanikiwa wanabidi wafanikiwe kwa kiasi kikubwa mno, kwa sababu mambo mengi yamerahisishwa. Lakini ndio ulimwengu wenye makelele, ulimwengu wenye noise nyingi za kufanya watu wasifanikiwe. Kwa hiyo lazima tujue tunachukia umaskini, na ndio maana lazima uzoee kusikia neno utajiri. Usipozoea kusikia neno utajiri, kamwe utakaopata mafanikio. Yana obey sheria, inaitwa sheria ya attraction, inaitwa attraction law. Attraction law ni sheria ambayo unachokichukia inakimbia, unachokipenda unakipata. Simple. Na usipotangaza kwamba hichi kitu sikitaki, akiondoki. Na njia rahisi ya kukipokea kitu ni kutokukemea. Yaani kwamba ukitaka kujua kwamba hichi kitu umekikubali, sio ukikaa kimya usitafikiri kitaondoka, akiondoki. Kitu kinakemewa. Una kitu unaitwa kwenye maisha, kuna haya mambo yafuatayo. Naomba nikufundishe atakusaidia mbele ya safari. Kuna kitu kinaitwa declaration. Declaration ni kutamka unachotaka kitokee. Wengine wanaita affirmation. Ukiamka asubuhi, sema mimi ni shujaa. Mimi ninashinda leo. Mimi nashinda siku zote. Yaani sema unachotaka kitokee. Ulimi, uzima na mauti ipo katika uwezo wa ulimi wako. Sema unachotaka kitokee. Sema ukiamka una declare. Kitu kingine unatakiwa uvunje. Kuna kitu kinaitwa libuku. Libuku unavunja vile, unabomoa vile vitu ambavyo hutaki kuviona. Unabomoa vitu ambavyo hutaki kuviona, mikosi, laana, kuteseka, kufanyaje, unabomoa. Halafu kuna kitu kinaitwa prayer. Prayer unamwomba Mungu. Mungu ndio anaombwa kistaarabu. Naomba nisikilize. Anayeombwa kistaarabu ni Mungu. Na fomu ya kwenda kwa Mungu unamsifu, unamsifu. Wewe Mungu ni Mungu wa Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Asante umenipa furaha leo, nimeamka leo naenda kufanikiwa. Asante Mungu kwa sababu unajua siku yangu ya leo. Then unaenda kwenye toba, unatubu. Mungu unaenda unatubu. Unatubu kila siku kwa sababu kuna laana zingine za vizazi na vizazi na vizazi na vizazi. Ili upate rehema, upate huruma ya bure. Huruma ya bure lazima utubu. Haya. Then unamwambia Mungu unataka nini kitokee siku ya leo. Yaani unamuomba Mungu akuongoze. Alafu umepewa mamlaka ya kuvunja, kubomoa na kutamka vitu vinavyo vitokee. Halafu kwenye mazungumzo yako ya kila siku, my friend, yao yanaendana na vile unavyotaka vitokee. Unaongeaje negative halafu umeomba Mungu akusaidie? Are you serious? Unaongea negative siku nzima. Tumaombe tuwe tu asubuhi tu dakika 10. Unafikiri ndio tutakulinda? Hapo siku nzima yote unakwayaya tu, unaongea vitu ya ajabu ajabu. Huwezi kufanikiwa. Tamka vitu ambavyo unataka, ulimi wako usema vitu unavyotaka vitokee. Unasema vitu unavyotaka vitokee. Unamhudumia mteja wako, unasema mteja wangu ukafanikiwe. Ukafanikiwe mteja wangu. Umemkosea mteja wako, rudi mwambie sikiliza, sorry, nimekupigia simu kwa sababu kuna kitu fulani hakikwenda sawa. Tunaomba radhi, lakini pia tunaomba uwe sehemu ya familia yetu. Kuna kitu tumekitoa offer of whatever. Watakie heri watu, waombe watu.
Ukienda kwenye mitandao usiongee negative. Ukiona watu wanaongea negative, keep quiet. Usiruhusu negative ije kwenye maisha yako, kwenye mdomo wako. That is the principle of success. Ndio kanuni za maisha. Watu wote ambao wanafanikiwa wameifanya siku yao imekuwa siku ya kusema wanavyotaka vitokee. Sema unavyotaka vitokee. Watoto wako usiwatukane, usiwaseme vibaya watoto. Mbwa wewe sijui, no, usiseme hivyo. Mtoto amekosea, muite, mwambie njoo, sikiliza, watu tunafanya hivi na hivi na hivi. Umesikia rafiki yangu? Ndio. Umenielewa vizuri? Ndio. Mrekebisha kwa upendo. Alafu mwambie hivi, sikiliza, nimekuambia hivi kwa sababu ulikuwa hujui. Sawa rafiki yangu? Umeshaelewa saizi? Ndio. Utarudia? Hapana. Haya, sasa sikiliza. Kama utarudia nitakuadhibu. Sikiliza, nitakuadhibu kwa sababu hichi kitu sio kitu kizuri. Unamwambia kabisa ukweli. Afu then akirudia mara ya pili usitamke maneno mabaya. Mwambie, sikiliza rafiki yangu, nilikufundisha mara ya kwanza na tulikubaliana kwamba ukirudia nitakuadhibu. Sasa sikiliza, nakuadhibu ili usirudie, ujue kwamba hichi kitu nimechukia na kitakusumbua. Umesikia rafiki yangu? Ndio. Unamwadhibu ukiwa na furaha. Sio maneno tunatengeneza kizazi bomu. Kizazi ambacho kinakuwa kina kitu kinaitwa nidhamu ya woga. Sikiliza, sijaondoka kwenye somo. Unataka kufanikiwa? Kwani unataka kufanikiwa? Hiyo ndio pointi yangu ya msingi. Kama unataka kufanikiwa, lazima unajua unataka ufanikiwe nini na kile unachotaka kiweze kutokea. Keep it up to that thing. Kwenye kile kitu unachotaka kifanikiwe, ongea kile kitu, andika. Uone kitu kinachotokea. Okay, sawa. Nashukuru. Isaac anasema nakutakia heri kwa maneno yako unayoyasema. Mungu akulinde. Amen. Okay, hii ni fomu ambayo nataka nikupatie, itakusaidia mbele ya safari. Unajua nyinyi mmekuwa mnanisikiliza mara kadhaa na nilivyosema narudia program, mnadhani nitakuwa naongea vitu vile vile ambavyo nilikuwa naongea. Mimi sio hivyo. Siko hivyo. Naelewa kitu gani ambacho nakifanya. Hakikisha kama nikiongea kitu naelewa, usiache kunifuatilia. Kuna kitu tutapata. Wacha niombe formula hii hapa. Leo mimi nikiulizwa kwa mfano, Ahaz, tupatie siri ya mafanikio. Siri ya kufanikiwa. Mimi nitajibu hivi. Kama nikiulizwa, mimi nitajibu hivi. Ukitaka kufanikiwa, kumbuka somo letu linasema kwani unataka kufanikiwa? Nitakujibu hivi. Ukitaka kufanikiwa, fanya yafuatayo. Namba 1, tambua unataka nini. Cha kwanza, hapa lazima uwe very serious. Unataka nini? Unataka nini manake nini? Unaona wapi? Kama ni mambo ya pesa, unataka shilingi ngapi? Kama ni mambo ya pesa. Kama ni biashara, unataka biashara yenye sifa gani? Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo nitakwambia hivi, tambua unataka nini. Unataka nini kiweze kutokea baadaye. Sawa? Namba 2, chukua hatua haraka. Hii ndio siri ambayo ni kubwa sana. Chukua hatua haraka. Alafu sasa nitakwambia hivi. Namba 3. Sasa hii namba 3 inaweza kuwa namba 2 lakini whatever. Tafuta watu 4. Hawa hapa. Tafuta watu 4. Basi usitafute watu wengine, wasizidi 4. Namba 1. Tafuta mtu anaitwa mentor. Mimi najua nafundisha watu wazima, usitafute walimu. Naomba nirudie, usitafute walimu. Wewe umeshachelewa. Ukiwa na miaka 35 plus, hauhitaji kufundishwa tena. Of course ni kama na miaka 30s ukiwa na miaka 30, kwa sababu umri wa kujifunza ni miaka 20. Ni kati ya miaka 10 na umri wa kujifunza mwisho ni miaka 20.
Naomba nirudie vizuri, hii hajakuelewa au haijakuingia. Umri wa kujifunza ni 20s. Umri wa kucheza cheza ni 20s. Yaani kuanzia miaka hiyo 10 hiyo na miaka 20. Basi. Unatakiwa uwe na walimu wa kutosha kwenye miaka ya 20s na 90s. Hii miaka ya 10 na 20. Ukishafika 30, my friend, ukishafika 30 unaitwa sio umri wa kujifunza na sio umri wa kucheza cheza tena, sio umri wa kuotea tena, ni umri wa kuchukua hatua na kusonga mbele. Sasa ukiwa kwenye 30s usitafute walimu. Walimu watakuchelewesha. Naomba nirudie, walimu watakuchelewesha. Unajua kwa nini nasema walimu watakuchelewesha? Walimu siku zote wote duniani, hata mimi nikisema na kufundisha kama mwalimu, lazima ili aitwe mwalimu lazima awe na kitu kinachoitwa mtaala, au na kitu kinachoitwa textbook. Textbook ni vitabu. Kwa anakufundisha kulingana na kitabu kilivyoandikwa. Sasa angalia kosa lake ni nini? Kitabu kinaweza kuwa kilitungwa mwaka 1999. Alafu anakufundisha leo. Kitabu kinaweza kuwa kilitungwa miaka 3 iliyopita. Alafu anakufundisha leo. Unajua kitakachotokea? Kitakachotokea ni kwamba kama alichokufundisha ni outdated, ni kitu ambacho cha muda uliopita, maana yake amekuvalisha kitu ambacho kitakuslow speed ya kwenda kwenye mafanikio. Na ukishakuwa kwenye miaka 30 huhitaji kujua, unahitaji speed. Naomba nirudie. Kuna miaka ikifika huhitaji kujaribu. Kuna miaka ikifika huhitaji naelewa, najua. Unajua for what? Unatakiwa speed. Sasa tayari kama umepewa kitu ambacho, umefundishwa kitu ambacho kimefanya kazi, yani research yake imefanyika miaka 5 iliyopita, 10 iliyopita, ngapi iliyopita? Oho. Manake speed itakuwa ndogo. Sasa kama nielewa vizuri, sasa twende kazi. Hawa watu nao kutajia hapa, kwa nini nimekwambia tafuta hawa watu 4? Kwa sababu hawa watu 4 watakupa speed. Mtu wa kwanza, mentor. Mentor anakupa kitu kinaitwa shortcut to success. Kwa mfano, ukiwa unataka kufanya mradi wa kuku, nikikusikiliza tu dakika 2 najua sikiliza. Nikitaka nikupe shortcut naweza. Lakini pia nikitaka nikuzungushe naweza. Sasa iko hivi, mtu unatakiwa kumheshimu duniani ni watu wawili. Mtu wa kwanza ni dokta, juu ya afya yako. Usije ukagombana na daktari, anakuua. Atakuchoma sindano kama anakufurahia, kumbe ndio anakupoteza. Mtu wa pili duniani ambaye utakiwi kucheza naye, ukifanikiwa kumpata mafanikio yale pale, ni huyu hapa, anaitwa mentor. Mentor anajua nini kinafanya kazi na nini hakifanyi kazi, nini kinafanya kazi slow na nini kinafanya kazi speed. Mimi nakumbuka wakati nimeanza kujifunza vitu vitatu mwaka 2020 ndio nilisema sitakuwa maskini. Cha kwanza ilikuwa maana ya biashara. Cha pili ilikuwa ranks za biashara. Hizi biashara unaziona huko duniani, kila biashara unayoiona duniani imebebwa kwenye ranki fulani. Kuna biashara ambazo ukifanya kamwe utakaa ufanikiwe, hata ukifanya miaka 50. Ni kwa sababu ya ranki zao, ziko ranki 6. Nikasema safi. Ni biashara mbili tu zinaweza kumfanya mtu akawa tajiri, na nazijua. Kitu cha tatu kilikuwa ni mentorship program. Nikagundua ndio maana kuna mtu mafanikio ya miaka 5 anayapata ndani ya mwaka mmoja.
Tofauti ni nini? Si kwamba hawa watu hawajui, wanajua wote, isipokuwa kuna mmoja na speed zaidi na mwingine hana speed. Nilichokuwa nakifanya mimi nikiwa niko kwenye program ya mentorship, nilichokuwa nakifanya, nilikuwa nanunua program ya juu zaidi, kwa sababu mentor, the more nakwambia hii program ni ya juu zaidi, ndivyo jinsi nakupa speed ya kufikia mafanikio zaidi. Nakumbuka mara ya mwisho nimenunua program premium, mpaka nikamuuliza mentor, kuna program nyingine? Akaniambia inaandaliwa. Nikamwambia sawa, siku mkiandaa mtaniambia. Lakini nikamaliza program zote. Nakwambia kitu ambacho uwe unataka uwe hutaki, ukikichukua unaenda kufanikiwa. Usipochukua utazurura huko duniani mpaka uone. Najua ninachokuambia. Sikiliza. Mentor anakupa shortcut to success. Shortcut to success ni nini? Inaitwa skills. Shortcut to success inaitwa skills. Skills maana yake nini? Skills maana yake inaitwa practical knowledge. Jamani, sijui mnanielewa kweli jamani ninachoongea. Wekeni hata maua basi, msiandike chochote, lakini mweke tu maua nijue kama mnanielewa. Nikiona maua nitajua mnanielewa. Sikiliza. Skills maana yake ni kitu kinaitwa practical knowledge. Yaani maarifa yanayofanya kazi. Sasa skills inaitwa hivi. Mentor ni nani? Ni mtu aliyepitia unachotaka kufanya. Kwa hiyo anajua kinachofanya kazi na anajua kisichofanya kazi. Ndio maana yeye akikwambia fanya, kafanya. Akwambia usifanye, usifanye. Ndio maana principle ya mentorship inasema hivi, inaitwa SLD. Ukijifanya mjuaji utoboi. Ukijifanya mjuaji usitafute mentor. Kwa sababu mentor hawanaga muda na mtu. Hawana muda na mtu kwa sababu ni gari kuwapata. Kwa ukijifanya mjuaji usitafute mentor. Pambana na hali yako. Kwa sababu mtashindana. Na atakuacha asubuhi na mapema. Nakumbuka mimi mwanzoni nilikuwa sijui. Mentor wangu alikuwa ukimpelekea visababu unajua nilienda hivi sio nini, bwana toa ripoti. Au unajua babu yangu alikuwa anaumwa, sio msiba babu yangu na bibi naye alifariki. Akasema siku ya kwanza nilisikiza, siku ya pili akasikiza, siku ya tatu akaniambia ukweli, akaniambia sikiliza. Umenilipa pesa. Sawa? Hujanilipa pesa ili niwe nasikiliza utumbo. Mpaka niniandaa kisaikolojia, akaniambia leo nataka nikwambie ukweli kabisa. Nataka nikwambie makavu live. Hujanilipa pesa ili unaniambia utumbo. Umenilipa pesa nikusaidie upate matokeo. Unasikia rafiki yangu? Hivi sababu vyote tunavyonipatia kila siku havinisaidii chochote. Zaidi vinanipotezea muda. Sasa leo ni siku ya 3. Nimeamua nikwambie ukweli kwa sababu kesho nitakuacha. Hujanilipa pesa ili uniambie vitu ambavyo havinisaidii. Sasa sikiliza, hii ndio kauli ambayo nataka ujue. Ukiwa na sababu hata iwe nzuri kiasi gani, haiwezi kulipa kodi. Ukiwa na sababu hata iwe nzuri kiasi gani, haiwezi kubadilisha maisha yako. Chochote unacholeta kinachoitwa sababu isiyo kupelekea kuchukua hatua inaitwa visingizio. Wewe sasa hivi una nguvu hiyo ambayo unaitumia kusema unajua mwezi ujao sijui kilikwenda, unajua sina hela, unajua sijui kilikwenda na nini. Akasema hivi, nguvu hiyo ambayo unaitumia wewe kuleta visingizio, babu yangu alifariki, sijui nikaenda kwenye msiba, sikufanya kazi, sijui kilikwenda. Anasema hivi, nguvu hiyo uliyoitumia kutafuta visababu, ungeweza kujiuliza maswali. Katika wakati nilionao, nifanye nini niweze kuchukua hatua? Je, katika haya mazingira nilionayo, nifanyaje nianze bustani? Katika mazingira nilionayo, nifanyaje nianze ufugaji? Katika pesa nilionayo, nifanyaje nianze? Katika haya mazingira nilionayo, nifanyaje nichukue hatua? Kwa watu ninaowafahamia nao, nifanyaje nichukue hatua? Kwa hiki ambacho najifunza, nifanyaje nichukue hatua? Anasema hivi, nguvu ile ingekusaidia wewe uchukue hatua. Sasa, kwa sababu umeamua kuleta visingizio, hujachukua hatua yoyote, chochote utakachoniambia mimi kwangu ni nonsense. Unajua siku ile nilikuwa uchi. Unafahamu mtu mzima akiwa uchi anavyokuaga? Yaani nilitamani sijui nirudishe siku nyuma na nini. Akaniambia hivi, sikiliza. Siku zote ukija kwangu fanya hivi. Sema nimefanya nikashindwa. Usiniambie sikufanya. Sema nimefanya nimeshindwa. Ili mimi nikwambie ukafanyaje. Inaitwa SLD. Hii ndio formula mentorship. Inaitwa shut up, listen and do. Shut up, listen and do. Nilivunja rekodi ndani ya mwaka mmoja. Rekodi ambazo mnaamini.
naamini. Of course ndio najua, sio kama naamini. Babangu alizivunja baada ya kustaafu. Nakumbuka biashara yangu ilishuti ikaenda kwenye filamu hiyo kipindi fulani. Nikashangilia. Sasa mtangu kasema unashangilia nini? Nikamwambia babangu kuna siku moja alikuja akasema amekopa hela benki milioni 2. Sasa naona mbona mimi nimepata Akaniambia kwa umevunja laana, nikamwambia ndio. Siku nimevunja na marekodi mengine. Akasema vipi leo umefanya? Nikamwambia nimevunja rekodi. Mentor ni mtu gari. Kumpata sio rahisi kwa sababu ni watu ambao wanajua wanachofanya. Kikushauri kinafanya kazi. Kwa hiyo wanajua wanachokifanya. Ukifanikiwa kumpata huyo fresh na Mungu akusaidia umpate. Namba 2, coach. Coach anatengenezwa na mentor. Iko hivi. Mentor kwa sababu ni gari. Ukifanikiwa kupata mentor ambaye ni coach is okay, lakini sidhani kama inawezekana. Yaani sio rahisi sana. Sasa ukipata is okay, lakini coach ni nani? Coach anakupush ili uwe na discipline, uwe na nidhamu. Mara nyingi mentor ana muda na mtu. Angalau coach anaweza akakusaidia kukupush na nini na maisha yakaendelea. Coach ni mtu ambaye kazi yake ni moja, kukupatia kitu kinaitwa strategy, inaitwa strategia. Strategy of execution. Tunasema mikakati ya kuchukua hatua. Ukimpata huyu umewini maisha. Namba 3 anaitwa role model. Role model. Role model ni nani? Role model ni mtu anayekuinspire. Kazi yake ni inspiration. Role model sio lazima umfahamu. Ni mtu ambaye anaweza kuwa amefanikiwa, kwenye jambo fulani ambalo na wewe unatamani siku moja ufanikiwe. Sasa unaamini kwamba kama kuna huyu kafanikiwa na mimi nitakuja kufanikiwa. Kwa mfano kwenye program zetu sisi tunatoka kama kina Oswald. Leo nazalisha faranga zaidi ya 2000 kwa wiki. Wapo tu kwenye program. Asa unasema kama Oswald ameweza na mimi nitakuja kuweza. Kuna kina Sala Ibrahim wapo kwenye program. Wanazalisha kuku. Juzi nimekutana na mwanafunzi wangu anaitwa Israeli. Mwanafunzi wangu 2017 tulikutana benki, alikuwa anaweka pesa. Akasema mwalimu, nimekumbuka sana. Nikamwambia na mimi nilipo. Akasema nifurahi sana kukora. Wewe ndio umenifanya mimi leo nakuja benki kuweka pesa. Nikamwambia wow. Nice. Keep it up brother. Kuna saa bwana ukikumbuka situation ya mtu ambaye ulikutana naye kipindi hicho. Alafu unaona leo miaka yake 5-3 amebadilika. Ndio furaha ya walimu. Wanasema walimu tunaishi miaka mirefu kwa sababu tunasababisha maisha ya watu wengine yawe bora. Kwa tunafurahia mnapotuambia mmefikia wapi. Au sio? Sema na wewe kwenye comment kitu gani unaenjoy. Bwana. Kwa inspiration manake ni mtu ambaye anakutia moyo. Namba 4 anaitwa customer. Customer ni mteja. Sasa hapa unaona kinachotokea? Nguvu ya mentor, nguvu ya coach, nguvu ya role model, zote hizi nguvu zina hit kwa huyo mtu hapa. Yaani hao watu wote hao wanakusaidia wewe ili uweze kumsaidia mteja. Sasa rafiki zangu, naomba niwaambie ukweli ambao unauma. Nyinyi wote, yaani sio wote mnaonifuatilia ni wateja wangu. Ni kitu kibaya sana kusema, lakini huo ndio ukweli. Katikati yenu kuna mtu ambaye ndio mteja wangu. Yaani kuna mtu ambaye nimetumwa kwake. Na wewe ni hivyo hivyo. Manake ni hivi. Kwa nini umaskini ni mkubwa? Kwa nini tuna struggle kwenye biashara? Ni kwa sababu unaweza kuwa una suluhisho zuri sana. Unaweza kuwa una bidhaa nzuri sana. Unaweza kuwa na huduma nzuri sana. Lakini ile bidhaa, ile huduma ikakutana na mteja ambaye sio sahihi. Kinachotokea, hataenda kufanyia kazi. Asipofanyia kazi, thamani ya ile bidhaa inashuka. Thamani ya yule mtu ambaye ndio
mtoa ile bidhaa inashuka. Hapo ndio matatizo yanapoanzia. Okay, inawezekana mteja akawa sahihi kabisa, yuko tayari kufanyia kazi, lakini suluhisho likawa bovu. Suluhisho linakuwa bovu pale ambapo mbona mniambii mnachofurahia? Na nyinyi. Suluhisho linakuwa bovu ambapo huyu mtu ameshindwa kukutana na mentor na coach na role model. Ndio maana solution inakuwa bovu. Sasa hii ndio statement ya mwisho, na nitakuwa namaliza kipindi changu. Iko hivi, inasema hivi, iandike, itakusaidia mbele ya safari. Ukikutana na mteja ambaye ni sahihi, wewe ni mtenda miujiza. Mtenda miujiza. Bali ukikutana na mteja asiye sahihi, wewe ni mpiga kelele. Wewe ni mpiga kelele. Kwa mfano, nikiwa naongea hapa, unajuaje mimi ni mpiga kelele kwako? Unaona kupotezea muda? Au kuna saa unapata furaha lakini sio mtakuchukua hatua? Na kuna mtu nikiwa naongea anasema wow, oh my god, Mungu nisaidie, nachukua hatua sasa hivi, nifanye nini? Sasa mimi nikikutana na huyo mtu, tukakaa chini, tukastrategize, tukaweka mikakati, kinachotaka kutokea, muujiza unatokea. Ndio maisha yalivyo. Sasa siku zote usipambane kupata watu, pambana kukutana na watu sahihi. Naomba nirudie, ndio namalizia kipindi. Ukitaka kufanikiwa, tafuta mentor, atakupa skills. Na nimeshasema, kama una miaka 30 plus, achana walimu. Huko mtandaoni kuna taarifa nyingi sana, utalewa. Ni hivi, taarifa zinakulewesha, skills zinakuharakisha. Tafuta mentor. Namba 2, coach, mtu ambaye atakupush, atakusukuma uchukue hatua. Namba 3, tafuta mtu anaye kuinspire, anayeonyesha amefikia sehemu ambako unakotamani kwenda kufikia. Exactly, inawezekana ikawa sio sehemu unapotaka kufikia, lakini angalau amekupa picha ya wapi unakotaka kwenda na yeye amefikia. Mwisho kabisa, ambao ndio muhimu kuliko, usihangaike na kila mtu. Kwa mfano, kwenye mradi wa kuku, kuna mayai, kuna soko, kuna kwenye magenge yanauza 8,000, 7,000, yakizidi sana 9,000, 10,000. Ukiweza kupata mteja ambaye ni sahihi, anaweza kukupa 12,000 mpaka 15,000. Asa mteja sahihi ni nani? Inategemea wewe unamlenga nani. Haya yote tunajifunza kwenye programu zetu za kuku. Kwenye mboga, kwenye bustani, sisi kuna wateja ambao hata wakija na pesa huwa hatuwauzii mboga. Je, ni kosa? No, sio kosa. Kwa nini? Ukiwa na biashara ambayo inahudumia kila mtu, unakuwa maskini asubuhi. Kuna mtu anakuja, nataka za 300, nataka za 500. Mboga zile zile ambazo umeuza 300, kuna mteja anakuja kulipia shilingi 1,000. Kwa nini? Kuna wateja wa aina mbili siku zote kwenye maisha. Kuna wateja wanaonunua bidhaa, tunaita commodity customers. Ni wateja ambao siku zote wanataka bidhaa. Wao wanachotaka ni bidhaa, hawataki kujua ina sifa gani. Na kuna wateja wananunua kitu kinachoitwa value. Value manake ni thamani ya ile bidhaa. Ndio maana mboga ile ambayo unauza shilingi 300, mboga ile inauza shilingi 1,000 fungu. Huyu mteja ambaye anakuja kununua shilingi 1,000 ananunua sifa ya mboga, hanunui mboga. Ukiweza kuwapata hao wateja, wanakuspeed up kufikia kwenye mafanikio kwa haraka. Na hapo ndio tunapoanza kuachana kwenye maisha. Unakuta wote tunahudumia wateja, lakini tunapata pesa tofauti. Tunapata pesa tofauti sio kwa sababu tunafanya kitu cha tofauti, ni kwa sababu tumepata wateja ambao ni sahihi. Kama utakuwa umenielewa hapo,
naamini kwenye somo langu la unataka kufanikiwa umeshaelewa kama kweli unataka kufanikiwa au unasindikiza wengine. Tofauti na hapo ni ngumu sana. Pointi yangu ya mwisho, wewe unataka kufanikiwa? Do you want to succeed? Unataka kufanikiwa? Okay, na good news. Are you ready to hear the good news? Uko tayari kusikia good news? Comment hapo chini ndio. Comment hapo chini ndio. Nikipata watu 5 nitawapa good news, then tutamaliza kipindi chetu. Ninapomalizia naomba niseme statement hii wakati nasubiria hizo good news zenu. Zikifika 5 andika ndio. Zikifika 5 ninawapa good news. Ngoja nimalizie hichi kipengele hapa, nasubiria good news. Nikishamaliza ninaweza kuwapa good news. Tunaposema je, unataka kufanikiwa, kuna tofauti kati ya ndoto na maamuzi. Kuna tofauti kati ya ndoto na maamuzi. Ndoto ni picha, maamuzi ni hatua unazochukua sasa hivi. Asa usichanganya madesa. Kwa hiyo tunataka kufanikiwa, tumeiona ndoto ya miaka 3 ijayo. Tunakwenda kuwa matajiri, tunakwenda kufanikiwa na nini? Haiji kwa kusema utakwenda una ndoto. Inakuja kwa kuchukua maamuzi leo. Hiyo ndio kanuni nataka uielewe. Ndoto haitimii kwa sababu una ndoto. Inatimia kwa sababu una uwezo wa kufanya maamuzi. Maamuzi ni hatua ndogo ndogo zinazokusukuma kuifikia ndoto yako. Ndoto ni picha kubwa ambayo unaiona siku moja inaweza kuja kutimia. Sasa tofauti kati ya watu wenye mafanikio na watu wanaohangaika kupata mafanikio. Watu wenye mafanikio wanaota mara moja, wanachukua maamuzi mara nyingi. Watu ambao hawafanikiwi wanaota kila siku, wanachola kila siku, kila siku wanawaza, kila siku wanafikiri, wanajikuta wameingia kwenye ugonjwa unaoitwa overthinking. Overthinking maana yake nini? Ni ugonjwa ambao unahama kwenye maamuzi, unaingia kwenye kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwa maana yake nini? Ukiwa unaendelea kutafuta taarifa tena na tena na tena, wakati hujachukua hatua, unalewa, unachanganyikiwa. Kwa nini unachanganyikiwa? Taarifa zina tabia moja. Leo kwa mfano ukisikia hichi kitu naweza nikafanya, ukasema okay, hujachukua hatua. Kesho tena ukasikia kitu kingine, nguvu ya kile kitu cha kwanza inapotea, inahamia kwenye kitu kingine. Mimi na wanafunzi ambao na experience nyingi sana. Unakuta mtu kakufuatilia leo, anakuambia nitachukua hatua baada ya mwezi, huwa hawarudi. Yaani sina percentage ambazo nitakwambia kwamba katika 100% walirudi 200%. Sijawahi kuona. Na niliconclude kabisa, nikajua kabisa mtu akiniambia nimekusikiza leo nitachukua hatua baada ya mwezi, huwa anajua kabisa yuko serious. Yaani ikiwa inakuumiza, ikiwa yaani ndio ukweli. Kwa sababu nikikwambia uongo utanisaidia nini mimi? Kwa nini? Iko hivi. Hatua ni emotion. Hii nguvu ikishapotea kuirudisha sio leo. Ahazi aliyefundisha leo na atakayefundisha kesho ni watu wawili tofauti kila kitu. Sasa ujumbe wa leo ambao unakufundisha ndio unaokufaa wewe kuchukua hatua na kusonga mbele. Ukiuachia, kwenye maisha kuna kitu kinaitwa seasonal of success. Majira ya mafanikio yanaitwa timing. Timing ni kufanya jambo kwa wakati sahihi ili uweze kusonga mbele. Nachotaka niseme ni nini? Nachotaka niseme ni kwamba nakupenda sana. Una ndoto ya kufanikiwa, kuwa na maamuzi pia. Ukiwa na ndoto bila kuwa na maamuzi hautafanikiwa. Ndio zimefika. Safi sana. Safi sana. Okay, ongeeni wote ambao mmesema mnataka kufanikiwa lakini pia mmesema mko tayari kwa good news. Good news ni kwamba tumetoa offer. Tumetoa offer. Sisi tuna program yetu ambayo ni very serious. Sio program ya kubahatisha. Unajua wanasema hairuhusi kujisifia, si ndio? Kama umeweza kupitia kwenye offer yetu, utakuwa unaona stories za watu wengi wanasema nini kuhusu program zetu. Sasa good news ni hapa. Nisikize vizuri. Kama umepitia utaratibu wa program zetu, ulikuwa na ndoto ya kuchukua hatua,
kapitia tena ile program, tumetoa offer. Chagua program, lipia, tuanze kazi. Wala hitaji mbwembwe nyingi. Hujui kuhusu program, tuma ujumbe kwenye 0761 825 808. Sema Hazi, nimemsikiliza, naomba kupata utaratibu wa program. Andika tu neno program. Sasa hivi ukishamaliza tu hichi kipindi, kaandika neno program kwenye 0761 825 808. Utaangalia program zetu za kuku, program zetu za bustani, then amua unaanza na program gani. Sawa sawa? Haya, kitu kingine, kama uko serious na unatamani kuchukua hatua ambayo ni ya haraka, tunakupatia support ya mwezi mzima kwa ajili ya kukupa direction, dira ya wapi unataka kufikia kuhusu malengo yako. Sasa unafanya nini? Tutakupatia support, tutakupatia mwongozo wa haya mafunzo. Haya mafunzo mimi sasa hivi nafanya bla nataka tu nikuoneshe kwamba unaweza kufanikiwa, lakini haya mafunzo yana audio 12, yana video 12, lakini pia yana ebooks ziko 5. Sasa gharama ya program hii bila support inakuwa ni 133,000. Tutakupatia mwongozo wa audio, video na ebooks, lakini tunakupa bonus ya kukupa support ya mwezi mzima, 1 month. Kama tungesema ulipe pesa ungelipa 133,000. Tumetoa offer shilingi 50,000. Lipia hiyo 50,000 sasa hivi uingie kwenye hiyo program. Tutakusikiliza, tutakupa deal, na kuanzia hapo tunaweza tukafikiri sasa tunaelekea wapi. So, kazi kwako. Unalipiaje? 0766 387914. Hiyo ni M-Pesa. Hujajua jinsi gani ya kufanya, tuma ujumbe kwenye hii namba hapo. Kisha baada hapo tutakupatia maelekezo zaidi. Otherwise, nikutakia heri. Nenda kwenye Instagram, comment kitu gani umejifunza. Lakini tutafurahi ukiwa mwanafamilia yetu. Tuna nafasi ya kufanikiwa. Haya masomo yanaendelea kwa muda wa siku 12. Leo tuko day 2. Safari inaendelea. Lakini chukua hatua ambayo nimekuambia, kwa sababu mambo yanaweza kubadilika na yasirudi kama vile ambavyo ungeweza kutegemea. 1 month offer ndio hiyo hapo. Chukua hatua na wewe uweze kuwa sehemu ya program. Mimi niwatakie heri. Waalike wengine, waambie saa 1:30 kila siku Mwalimu Hazi anakuwa Instagram live, na tunafanyia kazi kwa ajili ya channel zingine, lakini kwa sasa